Hali gani mtazamaji wa Nevia Media, ni siku nyingine tena tunakutana hapa kwenye channel yetu ya Nevia Media, na kumbuka huwa tukikutana hapa ni kupeana update mbalimbali za kimichezo. Na siku ya leo mtazamaji wa Nevia Media tunataka tukupitishe kwenda kutazama kile ambacho wamekuja nacho Young Africa baada ya kikao cha siku ya jana cha kufanya tathmini ya mzunguko wa kwanza baada ya Young Africa kucheza mechi 16 na kutoa sare mechi 5 na kushinda michezo 11 kati ya hiyo 16 ambao wamecheza siku ya jana. Hiyo siku ya jana uongozi wa Young Africa uliweza kukaa kikao cha kufanya tathmini, na baada ya kufanya tathmini waliweza kuja na majibu yafuatayo, ambapo uongozi uliketi na kubaini kwamba kulikuwa na changamoto ambazo zilifanya timu yao kucheza kama inavyofahamika kwamba Yanga ina falsafa yake ya uchezaji, na pia ilikuja na kutoa taarifa kwa umma, kwa mashabiki wake na wanachama kwamba baada ya kikao hicho ni kwamba waliweza kugundua kwamba ratiba ndani ya siku 21 kikosi chao kiliweza kucheza mechi 7 mfululizo, michezo 6 ya ligi kuu na mchezo mmoja wa kombe la shirikisho la CRDB. Ratiba hiyo pia ilijumuisha na safari ya umbali wa kilomita 1462 kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine kwa ajili ya mechi za ugenini. Sasa uongozi huo unaamini safari hizi ratiba kubana kulipunguza ufanisi wa wachezaji kutokana na uchovu walioupata kutokana na safari hizo ambazo wamekuwa wakizifanya na hizo mechi za baki to baki. Lakini pia waliweza kuja na majibu mengine na kusema kwamba kikosi chao kinakumbwa na majeraha, kwamba majeraha mpaka sasa timu yao ina wachezaji 8 muhimu ambao wamepata majeraha tofauti yaliyowapelekea kukosa michezo, mfano kama Komeni Abubakar, Clement Mzize, Dickson Jobu, Ibrahim Baka, Shadrack Isaka Boka, Edmond John, Prince Dube na Laurindo Maria Depu. Wachezaji watatu kwenye orodha hiyo waliweza kusema kwamba wamepata majeraha yatakayowaweka nje mpaka mwisho wa msimu. Sasa aidha, licha ya changamoto hizo ambazo waliweza kuzitaja, pia uongozi uliweza kusema kwamba wamegundua uwepo wa changamoto ya kiufundi inayofanya timu icheze aina tofauti ya uchezaji, yani style of play, na ile ambayo imezoeleka na kuendana na wachezaji walio ndani ya kikosi hicho cha Young Africa, ambapo tumegundua kwamba unaweza kukumbuka kwamba Yanga ilikuwa inacheza mchezo wa kasi, ilikuwa imezoea kucheza mpira wa kasi ambao style of play yao ilikuwa ni mpira wa kasi ambayo ni gusa achia twende kwao. Lakini changamoto hiyo ya kiufundi wameweza kusema kwamba imekuwa ni sababu ya kuifanya timu kupata wakati mgumu kupata matokeo mazuri na kucheza vizuri pia kwenye baadhi ya michezo ya ligi kuu. Hivyo katika kuitatua changamoto hiyo waliweza kusema kwamba uongozi wa Young Africa Sport Club ulifikia maamuzi ya kumuongeza kwenye benchi la ufundi kocha Abdelhamdi Mwalin kama kocha msaidizi wa kocha Pedro Gonçalves. Sasa kocha Mwalin inakumbuka kwamba alishawahi kuhudumu katika klabu hiyo kama mkurugenzi wa ufundi na kocha msaidizi katika vipindi tofauti chini ya kocha Sidi Ramovic na Milodi Hamri, na kupata mafanikio makubwa na kushinda kombe la ligi kuu mwaka 2024-25 na kombe la shirikisho la CRDB 2025 na kombe la muungano 2025. Uongozi wa Young Africa unamkaribisha kocha huyo Mwalin na kumtakia kila laheri kwenye majukumu yake mapya kwa kushirikiana na makocha wengine ndani ya kikosi hicho. Sasa hizo ndio taarifa ambazo waliweza kutoa klabu ya Yanga baada ya kufanya tathmini hiyo ya siku ya jana, baada ya Young Africa kutoa sare 5 na kushinda michezo 8, ambapo wameweza kushinda michezo 11
kwamba Young Africa iliweza kucheza michezo 16, lakini ndani ya michezo 16 walishinda 11 na wametoa sare 5, ambapo sio kawaida ya timu hiyo. Sasa iliwafanya viongozi kwenda kufanya tathmini kwamba shida nini, na wakaweza kuja na majibu kama hayo tu. Nikusihi mtazamaji wa Nevyia Media, endelea kutufuatilia na nikuombe unisaidie kusubscribe hapo kwa kubonyeza maandishi yaliyo chini ya video hii ambayo unaitazama, yameandikwa subscribe, na kisha ulike, ucomment na uweze kushare.